kufundisha neno la Bwana siku ya leo, na wacha tuombe hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru kwa sababu ya siku ya leo, siku njema, siku ya ajabu. Tazama, nimesimama mbele ya watoto wako, naenda kunena neno lako katika maisha yao. Naomba ya kwamba Bwana, neno hili lipate nguvu, uweza na mamlaka katika maisha yao. Kila pepo na kila ngome na kila falme ninasiamuru ya kwamba siondoke katika mawazo na akili ya wanadamu, na sasa neno lako lipate nafasi katika maisha yao. Asante Bwana Yesu, maana unaenda kutenda watoto wako mema. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen, amen, amen. Mtu aende nami kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza 3 mstari wa 4. Kumbuka ya kwamba nilisema hivi nilipoanza kuhubiri injili ya madhabahu na sadaka, nikasema ya kwamba madhabahu na Mungu ni moja. Hiyo inatakana usikie vizuri. Madhabahu na Mungu ni moja, na madhabahu na sadaka ni moja. Mmenielewa kweli? Madhabahu na Mungu ni moja, na madhabahu na sadaka ni moja. Haleluya! Na nikasema mwanadamu anaweza kupatikana namna gani ama kupatana namna gani na madhabahu? Ni kwa sababu madhabahu inataka sadaka. Haleluya! So ili ukuwe connected, lazima uweke sadaka kwa madhabahu. Hiyo ndio nilianza. Soma. Nitasoma maandiko. Biblia inasema hivi: basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu, palipo pakuu. Suleiman akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu. Suleimani akatoa sadaka 1000 ya kuteketeza juu ya madhabahu. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani, na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku, katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleimani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Achia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba na Suleiman akaenda kumtolea Bwana dhabihu ama sadaka. Kwa hivyo alipoenda kumtolea sadaka, kuna mambo ambayo Suleimani alitaka Mungu amsaidie ama ampe. Haleluya. Kwa sababu alienda kumtumikia kwa sadaka. Maandiko inasema ya kwamba alipoenda kutoa sadaka, akisha kutoa sadaka, maandiko inasema ya kwamba na Mungu akakuja. Haleluya. Alipotoa sadaka 1000 ya kuteketezwa, Mungu akakuja. So ina maana ya kwamba ili ufanye Mungu akukaribie sana, ili ufanye Mungu akuje karibu na wewe, lazima utoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wanataka Mungu, watu wanamuita Mungu, watu wanauliza Mungu, lakini hawajatoa sadaka. Haleluya. Unajua unaweza
kutoa sadaka, kama sadaka ambayo nimekuwa nikiongea habari yake, sadaka ya kujipendea. Sadaka ya kujipendea, nilisema ni kitu chochote. Hata unaweza chukua mawe na ukuje utoe sadaka. Haleluya! Hiyo ndio ya kujipendea, yaani ni kitu hatukukarimu, lakini sadaka ambayo inakukarimu. Pesa ngapi iliyo nyingi kwako? Je, una ng'ombe? Je, una mbuzi? Je, una kuku? Je, una vitu ambazo zinakukarimu? Una gari? Haleluya! Umewahi fikiria kutoa? Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba na Suleiman akatoa sadaka ya kuteketezwa 1000. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kuteketezwa 1000. Maandiko yanasema alipotoa sadaka akalala wakati wa usiku, Bwana akamkuchia. Haleluya! Kwa hivyo ina maana ya kwamba ukitoa sadaka ambayo inamkuza Mungu wakati wa usiku, Bwana atakuja. Haleluya! Ndio maana mhubiri alisema ya kwamba Bwana anakuchanga usiku. Haleluya! Anakuja kwenye ndoto, anakuja kukuongelesha, anakuja kukusaidia, anakuja kuondoa vitu vibaya akaweka vizuri. Haleluya! Na ndio maana kuna watu wanaweza lala kama wamepanga mambo mabaya sana, lakini wakiamka asubuhi haipo tena. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuja. Na watu wengi wanatembelewa wakati wa usiku. Wakati wa usiku wewe hauna shughuli nyingi, kwa hivyo umelala, umetulia, na watu hawaoti mchana, wanaota usiku. Haleluya! Mchana watu wanaona maono. Kwa hiyo maandiko yanasema Bwana akamjia akamwambia, omba lolote utakalo nitakupatia. Je, umewahi tamani siku moja Mungu akuje kwako akuambie omba lolote utakalo nitakupatia? Umewahi tamani siku moja? Haleluya! Kama umewahi tamani siku moja kumwambia Bwana ama Bwana akuambie ya kwamba omba lolote utakalo nitakupa, basi siri iko hapa. Biblia inasema alitoa sadaka. Ama tumesoma wapi? Inasema alitoa sadaka kiasi gani? 1000. Haleluya! Na unajua wakati unasikia sadaka ya 1000 si pesa. Hiyo inamaanisha ni ng'ombe. Haleluya! Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba sadaka ya kuteketezwa, so inamaanisha ng'ombe ama kondoo. Sasa swali ni hii, ng'ombe 1000 inaweza kuwa pesa ngapi? Patia ng'ombe moja 30,000 ama 20,000. Haleluya! Patia ng'ombe moja, wacha tuipee 20,000. Haleluya! So patia 20,000 na uone mtu huyu alitoa pesa kiasi gani, kama inaweza weka upande wa pesa. Ilikuwa ngapi? 20 milioni. Haleluya! Sasa mtu huyu kama ingekuwa leo, tunaweza sema alitoa 20 milioni. Haleluya! Naye alipoenda kulala wakati wa usiku, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamtokea Suleiman akamwambia, omba lolote utakalo nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawawezi omba Mungu atawapa, atakupatia namna gani? Mungu atakuwa kisiri kwako, Mungu atakuwa bubu kwako, hawezi kunena. Haleluya! Kwa sababu na yeye anataka vitu ambazo zinamfutia ili aje karibu na wewe, ili akunenee, ili akusaidie kutokea kwenye ile ngambo nyingine. Ndio sababu hata leo hii mnasema sijui makanisa haya si mazuri, sijui. Hata mimi nasemanga ndio, lakini wacha nikwambie, hata makanisa ambayo si mzuri hayo, angalia watu hawa. Watu hawa kuna kitu waliwekwa ambaye Wakristo halisi hawajawekwa. Wamewekwa nini?
wamewekwa ufunuo ya kujua umuhimu wa kutumikia Mungu na sadaka sawa. Na kuambia hata kama mtu si wa kweli, lakini sadaka, madhabahu imeinuliwa na jina la Mungu limeitwa hapo na sadaka inawekwa pale, Mungu huwa anakuja. Haleluya, Bwana asifiwe. Huwa anakuja, na Mungu anadhamini sana uhusiano wako wewe na yeye, na mtafanya uhusiano na Mungu namna gani? Kupitia sadaka. Haleluya. Na si sadaka tu, sadaka ndio inaondoa umaskini kwa watu. Sadaka si tairi, hiyo nielewe vizuri. Sadaka ndio inaondoa umaskini wa maisha ya watu, lakini Wakristo wamekuwa wachoyo na wamekuwa watu ambaye hawawezi kutoa sadaka ya kuwakarimu. Na sasa hivi tukiongea, maisha ya Wakristo wengi wanaishi maisha ya umaskini. Haleluya. Kwa sababu mtu aone umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka sio kitu kwake, yaani hii isiyo mkarimu sio kitu kwake, yeye anaona ni sawa. Na juzi nikasema hivi nikihubiri hapa, nikasema ya kwamba Mkristo halisi, mtu ambaye ni maarufu, inatakiwa Mungu akusaidie ikifika mwisho wa mwezi ukilipwa pesa, ili utumie pesa yako vizuri. Jambo la kwanza, usichukue pesa na uende supermarket ama uende eneo la shopping. Enda mahali ama uende nyumbani, chukua kalamu, chukua na kitabu na uanze kuhesabu, uanze kufanya budget. Budget unaanza namna gani? Unaanza number 1 time. Haleluya. Fungu la 10 unaweka kando. Number 2 unatoa sadaka ya kukukarimu, unaweka kando. Haijalishi ni ngapi, ili wakati utakuwa unatoa hii ya kujipendea, kuna moja imesimama. Haleluya. Kuna moja ya kujiconnect imesimama. Jambo lingine, unaendelea mbele, unaanza kuangalia sasa nyumba kama unalipa, unaangalia chakula ya mwezi ni pesa ngapi, unaandika. Unaangalia kila kitu, unaandika. School fees unaandika. Kila kitu. Alafu zile zimebaki unaweka, una save. Haleluya. Alafu baadaye sasa unaenda sasa na unaenda kule supermarket, unachukua kale kitu kusukuma, kupepea vitu. Sasa ukifika pale unaangalia kwa budget yako ni nini? Ni hii. Unaweka. Lakini ukienda kama utafanya budget, au utaandika, utaona hii na useme na hii ni mzuri, unachukua mpaka ukimalizia inaonekana kwamba vitu zimezidi pesa yako, zinarudishwa. Aibu kubwa namna gani? Kwa hivyo ukiwa Mkristo, na hivyo ndivyo tulifundishwa na ule pastor Mkorea alikuwa anatufundisha. Akatuambia, fundisheni wa Kristo wenu kufanya budget. Haleluya. Na waanze na time, alafu waanze hizi budget zingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ili ukuwe Mkristo halisi na Mkristo kamili, lazima ukuwe unafanya budget zako na unabajetia mpaka na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini si unapata tu unasema hii ni maisha, tutaenda. Ukitaka Mungu akutane na maisha yako wakati wa usiku, lazima utoe kitu kinaweza kukarimu. Na ukisoma historia ya Suleiman, Biblia inasema alikuwa anatoa sadaka, na alitoa sadaka ya 20,000, akatoa kondoo 1,000, akatoa wakati mwingine sadaka haiwezi kuhesabika na haiwezi kuchumulisha. Haleluya. Huyo ni Suleiman. Na ndio maana unaona Israeli imebarikiwa. Israeli ni nchi ambayo hakuna nchi moja duniani inaweza pikana na Israeli na ifaulu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alisimamisha sadaka. Na mara nyingi Mungu akiangalia sadaka na akiangalia maagano ambayo Abraham alifanya naye na ile sadaka ambayo alitoa, anatetea nchi ya Israeli. Haleluya. Anaipigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pata ufunuo wa kutumikia Mungu na sadaka ambayo ni ya kiungu, na maisha yako ya
chini ya umaskini, atakuondoa chini ya uchochole, chini ya matatizo ambayo yanasumbua maisha yako. Haleluya! Kwa hivyo mtu wa Mungu, mbona unahangaika? Mbona wewe maskini? Mbona unapata pesa lakini hasitoshi? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa Bwana akupatie roho ya kuridhika. Unaona, roho ya kuridhika, na hiyo ndio utajiri kamili. Watu wengine wanapata pesa, wanapata, na ndio maana unaona hata leo pesa zinaibiwa. Mtu ameiba, amekusanya kwa nyumba, amejaza na aridhiki, anaendelea kuiba tu. Ashukuriwe Mungu. Haleluya! Mimi Bwana amenipa roho ya kuridhika. Mimi sasa hivi nikitembea kwa njia, mtu atasema mimi ni maskini ama niko na matatizo, hawezi sema, lakini mfukoni labda sina pesa. Haleluya! Hata kama nimefalia hivi, labda sina pesa mfukoni na natembea. Haleluya! Kwa sababu Bwana amenipa roho ya kuridhika na kila ambacho nitapata. Ukiridhika na kila ambacho Bwana amekupatia, unaweza kumtumikia nayo, lakini kama hujaridhika na hiyo, hauwezi kutoa. Haleluya! Hauwezi kutoa. Mtu asome nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 8 mstari wa kwanza, na hiyo ni refu sana. Mstari wa kwanza, lakini tutaenda tukirukaruka. Nitasoma maandiko. Maandiko inasema hivi. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, ama shida nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezwa utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari ya wenyewe walitoa vitu vyote wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, hata tukamwonya Tito. Achia hapo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kanisa ama watu wa Makedonia walikuwa maskini. Yaani naweza sema ya kwamba kalikuwa kamchi kama nongo pili ama Kitengela, lakini walikuwa maskini sana. Walikuwa ni watu ambaye walikuwa na shida. Maandiko inasema walikuwa na hali ngumu, walikuwa na hali isiyo nzuri, lakini Biblia inasema kwa umaskini wao, haleluya, kwa umaskini wao walimtumikia Mungu, wakatoa vitu vyote kupita uwezo waliokuwa nao. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Makedonia ama watu wa Makedonia walikuwa maskini, lakini waliposikia ya kwamba kuna idara ambayo inahudumia watakatifu, inahudumia watu wa Mungu, inahudumia maskini, inahudumia wachane, inasemekana ya kwamba walitoa sana, wakatoa vitu vyao vyote. Haleluya. Na Biblia inasema wakajitoa pia nafsi zao, wakatoa pia miili yao, wakatoa mali zao, wakatoa vitu mbalimbali,
na maandiko yanasema ya kwamba na walikuwa na moyo wa furaha. Haleluya! So usikuje kutoa sadaka kama moyo umekunjana hivi, kama hauna uso wa furaha. Hiyo sadaka haikubaliki mbinguni. Hapo tutapokea pastor, tutapokea na tutakula, lakini Mungu ataikataa. Haleluya! Kwa hivyo wakati unaenda kuabudu Bwana, unatoa na moyo wa furaha. Maandiko yanasema ya kwamba na ile wale watu wa Makedonia kwa umaskini wao na kwa uhitaji wao walipomtumikia Bwana na ile mali zao na sadaka zao, Biblia inasema ya kwamba na ndio vile utajiri uliendelea kuongezeka ndani ya maisha yao. Haleluya! Wakakuwa matajiri, wakawa watu ambaye wanaweza kutegemewa. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kama wewe ni mhitaji, kama wewe ni mtu uko na hali ngumu ya maisha, inatakikana utoe kile uko nacho. Haleluya! Mungu alitoa Yesu mwanao wa pekee. Hiyo ndio history tu tunapata kwamba mtoto wa pekee wa Mungu na akatoa. Biblia inasema alipomtoa Yesu. Sasa wewe uko hapa, wewe ni matunda ya nani? Haleluya! Yesu alitoa moja na akapata billions ya watu. Haleluya! Lakini Mungu alitoa mtu mmoja, alitoa Yesu. Na Yesu leo hii amesababisha Mungu ana mabilioni ya watu. Kwa hivyo ningependa kukuambia hivi ya kwamba kile kidogo ambacho uko nacho, Mungu anaweza kukusaidia ukapata na vitu vingine vingi zaidi. Haleluya! Mnakumbuka mwanamke mchana kwenye mji wa Sarepta? Haleluya! Ukisoma kitabu ya Wafalme wa kwanza 17, ukiendelea pale utapata mwanamke alikuwa anaenda kuokota kuni ngapi? 2, na alikuwa amebaki na unga kidogo, apike, akule, akufe yeye pamoja na mtoto wake. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia ya kwamba kwanza ile unga tengeneza mkate unipe kwanza. Haleluya! Na Mungu anataka watu wanaweza kuamini watumishi wa Mungu. Mabaki hapo yamesalia. Haleluya! Hata kama unaona kumeharibika, saa zingine tunaenda kuhubiria, mtu anasema siku hizi mapasta vitu wako naye, hata hiyo kanisa hatutaki kwenda. Nakwambia wewe ndio utaenda jehanamu peke yako, watu wataenda mbinguni, kwa sababu masalio ama mabaki ya Mungu ipo. Kuna wakati Elia alilia akasema, Mungu, manabii wote wamemalizwa, nimebaki mimi. Alifunuliwa macho, manabii walikuwa wamebaki, wengine wengi walikuwepo, watu ambaye ni wa haki. Hata Hosea, unajua Hosea alioa mwanamke ambaye ni kahaba, na alipooa mwanamke ambaye ni kahaba, unajua aliuliza Mungu, na Mungu nitakuaje? Mungu akamwambia, enda katikati ya hiyo makahaba uoe moja, na akaoa kahaba. Isipokuwa inasemekana ya kwamba Mungu alikuwa anajaribu kupeana mfano na ulimwengu, na Mungu ni tofauti sana. Haleluya! Yaani Mungu saa zingine unaweza shindwa kumwelewa, kwa sababu Mungu anafanya mambo mpaka unashangaa, kwani Mungu hapa amefanyaje? Kwa nini amefanya hivi? Haleluya! Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba aliambiwa aoe kahaba, na alipoambiwa aoe kahaba, kuna kitu Mungu alitaka kuongea hapo. Akaonyesha vile licha ya kuwa Israeli wamekuwa wachafu sana, lakini Mungu anaweza kuwarejelea tena na afanye mapatano na wao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na hii ina maana ya kwamba nao Israeli kuna vitu walikuwa wanafanya. Israeli walipokuwa wanarudia Mungu, walikuwa wanaenda na sadaka, wanamulilia na wanatoa sadaka, na Mungu anawakubali tena. Bwana Yesu asifiwe. So ina maana ya kwamba hata kama umefanya dhambi, usikuje mbele ya Mungu hapo mikono mitupu. Unakuja hapo kulilia Bwana. Tafuta sadaka, enda. Sini watu wengi tumeona kwa Bible walienda na sadaka na wakasamehewa. Hata huyu anaitwa nani huyu wa Jezebel? Hapo pia alienda na ile unyenyekevu na sadaka.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naye Daudi pia alikuwa mtu wa uovu sana, lakini kitu ilimsaidia, alikuwa na roho ya kuvunjika na alikuwa mtoaji wa sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo Makedonia ikaanza kuwa tajiri, na kuwa tajiri haimaanishi ya kwamba lazima ukuwe tajiri mara moja. Haleluya. Kama mimi nimekaa zaidi ya 10 years hapa Kitengela, anafikiria nilikuja hapa kama ploti inauzwa sijui ilikuwa 60,000. Hii area ilikuwa inauzwa pesa hiyo, lakini nilikuwa maskini ajabu. Shida. Wakati huo ndio nilikuwa naishi nyumba ya shilingi 500 na shindo kulipa. Haleluya. Sasa hiyo 500 leo sijui na ihesabu mara ngapi. Na hiyo 500 hata sasa nikiingia kwa hoteli kwanza vile nimemaliza kuhubiri, hiyo naikula tu vizuri inaisha. Haleluya. Lakini kuna wakati nilishindwa kulipa kwa miezi 4 nyumba ya wenyewe. Washuhuda wa hapa Kitengela, hapa Nongopili, wengi hata wengine wananisikia, huyo aliyekuwa kiateka wangu ananisikianga, anaishi mahali hapa. Haleluya. Lakini Mungu amenisaidia, kwa sababu na mimi niligundua kwamba kumbe ili ujitoe kwa umaskini lazima unyoshe mkono. Haleluya. Hakuna vile unaweza kuwa mkono kamu, hauwezi kutoa, na unahitaji baraka za Mungu. Na kuambia tutakuwa tunakusalimiana tu. Na kama utakuwa mkono kamu na wewe, jua ya kwamba pesa hasiwezi kuja kwako. Mali haiwezi kuja kwako. Bwana asifiwe. Bwana akupe neema. Watu wa Makedonia wakawa matajiri. Yaani Mungu akaongeza utajiri katika maisha yao, lakini kupitia kutoa. Yaani maskini, hawa walikuwa maskini wa ajabu sana. Maskini hapeanangi, maskini huwa anaitisha. Ni kweli. Maskini kazi yake ni kuitii. Yaani kila wakati nisaidie. Lakini watu wa Makedonia waliamua kubadilisha hiyo injili. Wakasema maskini wanapeana, na wakaanza kupeana. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba wakapeana vitu vyao vyote. Yaani pamoja na umaskini wao na shida zao, walitoa vitu wakapeana sote. Naye wakaanza kubarikiwa. Maandiko inasema ya kwamba na tena Paulo alikuwa anawahurumia na anawasihi. Umesikia pale ikisema anawasihi. Yaani unajua hata mimi kuna mtu anaweza nibariki hivi na pesa, halafu ninamwangalia, jamani, huyu amenibariki mimi na pesa, huyu kile kinasababishanga nachukua pesa hiyo ni kwa sababu mtumishi wa Mungu asipochukua hiyo pesa hawezi kubarikiwa. Haleluya. Amen. Lakini kuna watu wengine natakiwa wakinipa pesa nisichukue, inatakiwa niwaongezee. Haleluya. Kulingana na hali ambayo wako ndani. Lakini kuna wakati inafika, hasa zamani nilikuwa nakataa. Mhubiri mmoja aliniambia usiwahi kataa pesa umepewa na mshirika. Haleluya. 1, anaweza ona umemdharau. 2, huyo mtu unamnyima baraka, kwa sababu mpaka achote baraka kutoka kwako. Haleluya. Sasa hizi ukinipa yoyote nachukua. Haleluya. Nachukua tu. Anashukuru Mungu kwa sababu kuna ndugu moja hapa kanisani, ni mara kadhaa nimeona akipractice hiyo. Paka siku nyingine nimesikia kukataa hiyo pesa, nikasikia chukua. Haleluya. Na alikuwa ananifuata tu, anasema pastor, ninaomba upande pikipiki. Ninauliza, unanipa pesa? Hiyo story inaisha, ninaenda. Tena siku nyingine tena nilikuwa tu kwa mbali, akanikimbisa tena. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, Fanda, naomba ukunywe chai. Nikashangaa na huyu ndugu. Ana maisha mazuri sana, lakini na yeye Mungu amembariki, hakosi kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Yeye anafanya kazi saa kisiku tu, lakini hakosi. Haleluya. Sasa kuna wakati inafika ili Wakristo wapate ufahamu, wapate ufunuo. Haleluya.
nimesema hivi, sio tithe inatajirisha, ni sadaka inatajirisha. Haleluya, tunaelewana hapo? Kwa hivyo watu wa Makedonia wakawa tajiri sana, wakawa na utajiri mkubwa. Mtu anifungulie Luka 18:15. Soma Luka 18:15. Maandiki nasema, wakamletea watoto wachanga ili Soma Luka 18:15. Iwa mtu ambaye ni wa kutoa, naweza sema ya kwamba Mungu atakuinua na Mungu atakutendea wema, na wewe utafurahia mbele zake. Utajiri utakuwa sehemu yako. Lakini kama wewe ni mtu ambaye umeweka mikono kuwa kamu, Wakenya wanasema hivyo, mikono kamu, au utawahi uona baraka. Utaishi hapa, utapata pesa nyingi. Bible inasema ya kwamba hiyo pesa utakuwa unaweka kwa mfuko ambaye imetoboka, na hakuna kitu kibaya kama kuweka pesa kwa mfuko imetoboka, kwa sababu hiyo pesa itakuwa inapotea tu, itakuwa inapotea mara kwa mara. Haleluya! Kwa hivyo ningependa kukuambia kwamba Mungu akusaidie na akupe neema. Mungu akusaidie na akupe neema ili ujue jinsi ya kumtumikia. Wacha tumalize na hiyo Luka 12:33. Biblia inasema hivi, viuzeni mlivyo navyo